Elijah Mwandumbia, mimi naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha. Nimekuja hapa siku hii ya leo tarehe 18 mwezi wa 9 2025 nikimwakilisha Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba Dr. Lakini pia nikimwakilisha Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko naibu waziri mkuu, lakini pia nikimwakilisha Dr. Natu Mwamba ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Fedha. Na lengo la ujio wa hapa na uwepo wa kwangu kwa uwakilishi huo ni kupitisha ama kuweza kuidhinisha uanzaji wa utolewaji wa e-bond ama mfuko huu wa dhamana wa stawi wa benki ya TCB, Tanzania Commercial Bank. Kama ambavyo mtafahamu, hii ni benki ya serikali, inamilikiwa na serikali kwa 100%, na siku hii ya leo baada ya mapinduzi makubwa ya benki hii imeona ni vyema ikaanzisha bondi maalum inaitwa stawi, ambayo ina lengo la kuwakaribisha Watanzania lakini pia na wawekezaji mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi waweze kushiriki katika uwekezaji kwenye bondi hii na hatimaye waweze kupata mapato kutokana na uwekezaji huo. Kwa hiyo kitu kinachofanyika ni kwamba kupitia uwekezaji huu mwekezaji ataweza kupata riba ya 13.5% kama ataweka fedha isiyopungua shilingi 500,000 kwenye bondi hii ambayo itasimamiwa na benki ya TCB. Lengo la serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba wananchi na wajasiriamali mbalimbali wanapata bidhaa na huduma, lakini hususan kwenye sekta ya fedha wanapata bidhaa hizo kwa gharama nafuu. Kwanza zinapatikana, yani access to finance, lakini pia zinapatikana kwa gharama nafuu. Na miaka hii minne serikali imefanya kazi kubwa ya maboresho ya sera, sheria na kanuni mbalimbali za uwekezaji kwenye sekta ya fedha na uendeshaji wa biashara hiyo ili kuhakikisha kwamba haya malengo yanatimia. Na hatimaye hivi leo tunaishuhudia benki ya TCB ikiwa ni benki ya kwanza ya serikali kutoa bond ya stawi ambayo inalenga kuwahudumia wale wafanyabiashara ndogo ndogo hapa nchini, yani SME, Small and Medium Enterprises. Na hatimaye wafanyabiashara hao watakapokuwa wanapata fedha kwenye benki kama hii wataweza sasa kuweza kukuza biashara zao, na hatimaye wataweza kuwa makampuni makubwa, wataweza kutoa ajira kwa watu wengine, lakini pia wataweza kulipa kodi na mambo mbalimbali ya kuboresha huduma na bidhaa kwenye jamii yetu. Kwa hiyo tunaipongeza sana benki ya TCB kwa mwanzo huu. Lengo ambalo benki hii imejiwekea ni kuweza kukusanya shilingi bilioni 150, lakini kwa kuanzia shilingi bilioni 50 kwa awamu ya kwanza, na tunatarajia kwamba kiwango hiki kitafikiwa pengine na kuzidi. Na wito wetu kwa Watanzania na wawekezaji mbalimbali ni kuiona hii fursa, kwa sababu katika tathmini yetu tumeona kwamba bondi ya miaka 5 kwa riba ya 13.5%, hiyo ni kiwango cha juu zaidi katika soko. Kwa hiyo wito wetu ni kwa Watanzania, kwa sababu hii ni benki ya serikali, imefanya vizuri miaka hii 3 ambayo imekuwepo. Ni wito wetu kuwawezesha ama wale wawekezaji mbalimbali waweze kuweka fedha zao humo na hatimaye waweze kufaidika na uwekezaji ambao wataufanya. Lakini pia wito wetu pia kwa benki ya TCB ni kuhakikisha kwamba inasimamia mpango huu ipasavyo, na itakapokuwa imesimamia, basi yale matokeo kwa wale wawekezaji yatasaidia kuendelea kujenga imani ya wawekezaji kwenye bidhaa kama hizi zitakazotolewa na benki ya TCB, lakini pia hata taasisi nyingine zitakazokuja baadaye. Asante. Naitwa Nicodemus Mkama, ni afisa mtendaji mkuu wa mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana CMSA, ambayo ni wasimamizi na waendelezaji wa masoko ya mitaji hapa nchini. Masoko ya mitaji ni sekta muhimu katika upatikanaji
kwa fedha ambazo zinasaidia na kuwezesha taasisi, kampuni katika sekta ya umma na sekta binafsi kupata fedha za kutekeleza shughuli za maendeleo. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana katika maendeleo na ustawi wa sekta ya fedha hapa nchini, ambapo tumezindua mauzo ya hati fungani ya benki ya TCB, yani Stawi Bond. Hati fungani hii imeidhinishwa na Mamlaka ya Masoko ya Mitaji na Dhamana baada ya kukidhi vigezo vya kisheria, taratibu na kanuni za uuzaji wa hati fungani kwa umma. Katika hati fungani hii tumeidhinisha program ambayo itawezesha benki ya TCB kupata fedha bilioni 150, lakini katika toleo la kwanza wanatarajia kuuza hati fungani yenye thamani ya bilioni 50. Na hati fungani hii itatumika kutoa mikopo katika kampuni changa za kati na za wajasiriamali ambazo watawezesha kukuza biashara hii. Kwa hiyo hii ni hatua muhimu sana katika kuchagiza maendeleo ya uchumi hapa nchini, kwani kampuni hizi ambazo zitaweza kupata fedha hizi zitaweza kukuza biashara zao, na kwa kufanya hivi wataweza kupata kipato ambapo itainua kipato cha kampuni, lakini vile vile kipato cha mtu mmoja mmoja ambao itakuwa ni wale wawekezaji watakaowekeza katika hati fungani hii. Kwa hiyo kwa upande wa serikali kuna mambo kadhaa ambayo yatakuwa inasaidia utekelezaji. Kwanza, dira ya taifa ya 2050 ambapo ni kuinua kipato na kuleta uchumi jumuishi. Kwa hiyo hati fungani hii ya Stawi ambayo imetolewa na benki ya TCB inatekeleza mkakati wa kutekeleza dira ya taifa ya 2050 ambao ni kuinua kipato kwa wananchi, lakini vile vile inatekeleza mkakati wa serikali wa kuwa na njia mbadala wa kuweza kupata fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali badala ya kutegemea mfuko mkuu wa serikali. Hivyo hati fungani hii inatoa na kufungua milango kwa taasisi zingine kuweza kutumia masoko ya mitaji kuweza kupata fedha ambazo zinaweza kutumika kuendeleza miradi ambayo inaweza kujiendesha kibiashara. Kwa hiyo tunatoa rai kwa Watanzania wote kuweza kushiriki katika kununua hati fungani hii ya benki ya TCB, kwani wataweza kuinua vipato vyao, lakini watawezesha kampuni changa na ndogo kuweza kupata fedha za kukuza biashara zao, lakini itaongeza ukwasi kwa benki ya TCB yenyewe na hivyo kukidhi vigezo mbalimbali vya uendeshaji wa benki hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, naitwa Adam Charles Mihayo, ni afisa mtendaji mkuu na mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Commercial Bank TCB. Leo tumekuwa na furaha kubwa sana ya kuwa na tukio hili muhimu katika historia ya benki yetu, na tumesherehekea kwa kweli miaka 100 toka tulivyoanzishwa mwaka 1925, na sasa tumefikisha miaka 100, na tukaona basi tusherehekee miaka hii 100 kwa kuja na ubunifu na kuja na bidhaa ambayo kwanza itapanua wigo wa uwekezaji wa mitaji katika nchi yetu, lakini pili kuja na dhana na bidhaa ambayo itatuwezesha kumobilize ukwasi pamoja na mtaji ambao utatuwezesha sasa tuweze kudrive ile agenda ya financial inclusion, lakini pia na kuwa na kuleta opportunity ya kukuza uchumi wetu. Bondi hii ambayo tunaita Stawi Bond ni maalum kwa ajili ya kumobilize ukwasi na mtaji kwa ajili ya kusupport wafanyabiashara wadogo na wakati. Na kama sote mnavyojua, biashara ndogo na zakati zinachangia si chini ya 35% ya uchumi wetu, lakini kila unavyoongelea biashara 10 basi 9 ni biashara ndogo ndogo na zakati. Na maana yake tukiweza sasa kuwasupport hawa
tutakuwa tunatengeneza nafasi za ajira, lakini pia tunapanua wigo wa serikali wa kukusanya mapato, na mapato haya yanaenda moja kwa moja kwenye shughuli za maendeleo. Kwa hiyo tunafurahi sana, mwitikio ni mkubwa, na kama wasimamizi wetu CMSA walivyosema, bondi hii imefuata taratibu zote za sheria na wamewapa assurance wananchi kwamba ni sehemu sahihi ya uwekezaji. Kwa hii bond ni program kwa ajili ya kuraise bilioni 150 na tutaifanya kwa awamu 3. Awamu hii ya kwanza tuna target kupata bilioni 50, lakini kwa sababu sisi ni taasisi ya kifedha tunaruhusiwa kuchukua zaidi ya hiyo 50, ili mradi tusiweze kuzidi ile amount ambayo mamlaka husika imeapprove ya bilioni 150. Tunawakaribisha sana Watanzania kuwekeza katika benki yao. Nasema benki yao kwa sababu serikali ndio shareholder mkubwa, na basi kwa kushiriki kwao kwanza tunahakikishia kwamba faida watakaoipata kwa kuwekeza hapa ni kubwa kuliko bondi aina nyingine yoyote iliyopo kwenye soko. Tukiangalia maturity hiyo ya miaka 5 ambapo utaweza kulipwa riba ya 13.5 kwa mwaka. Lakini kitu kingine ambacho cha kuvutia zaidi ni kwamba riba hiyo itakuwa inalipwa kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo hii nayo inaifanya sasa instrument hii iwe more attractive kuliko instruments nyingine tulizonazo kwenye soko. Lakini pia itakuwa ni fursa sasa ya Watanzania, individuals na institutional investors kushiriki nasi katika kutekeleza mpango mkakati wa benki ambao umejikita zaidi katika kusupport hizi sekta za uzalishaji. Karibuni sana TCB, na tunaamini basi fursa hii mtaichukua ili basi muweze kuwekeza kwenye benki yenu. Asanteni sana.